Naam. Leo ni siku nyingine tena, tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2026. Leo tena tunakutana hapa kwenye kipindi chetu bora kabisa cha Mtoto Kwanza, na tumekuwa tuna mfululizo wa kujuzana mambo kwa wadau mbalimbali wa malezi ya mtoto, wazazi pamoja na mada mbalimbali. Karibu sana. Mimi naitwa Evansia tu. Na leo bana tutazungumza kuhusiana na uwekezaji wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto MAM, na kwa watoto wenye uhitaji maalum ili wapate fursa ya elimu na uchangamshi wa awali. Na studioni nimepata ugeni mzuri kabisa wa mtaalam Janet Malela kutoka Njita. Karibu sana studio. Na niko na ndugu Richard Charles, yeye ni mwalimu na tunaamini mwalimu ndo anakaa na watoto 90%. Lakini kipekee tunaye mama wawili. Mama wawili atakuwa ana majibu mengi sana, kwa sababu naamini mama wawili ana experience ya watoto wawili kwa wakati mmoja na anakuwa nao. Tuko na Kusaga pia, yeye ni mratibu, lakini pia tuna mtu mmoja ambaye nitamuintroduce baadaye. Yeye ndo amefanikisha kila kitu kimekwenda sawa. Karibu sana Magic FM. Asante pia kwa kutusikiliza kutoka 93.9 Dodoma, lakini 101.7 Mwanza. Tuko hapa na tutazungumza mambo mengi sana. Sasa pengine nianze leo na mwalimu. Mwalimu, umekuwa tumesema hapa kwenye utangulizi kwamba umekuwa na muda mrefu sana ukiwa unakaa na watoto, mnazungumza na watoto wenye uhitaji. Tuna wazazi, jamii pamoja na wadau mbalimbali wamewekeza kiasi gani malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ambaye ana uhitaji, hasa katika sehemu tofauti, level ya familia, shuleni na kwenye jamii kwa ujumla? Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyotangulia kusema, naitwa Mwalimu Richard. Kama ulivyosema, sisi tunakaa sana na watoto kule mashuleni na tunaona nini kinaendelea toka mtoto akiwa mdogo mpaka anakuwa mtu mzima. Sasa kwenye mada yetu ya leo inayosema uwekezaji wa malezi na makuzi kwa maendeleo ya mtoto kwa hatua ya awali, hapa sasa tunakuja kuangalia mambo mawili. Hapa tumeona kuna malezi na hapa kuna makuzi. Na hii michakato yote miwili ni kama inashabihiana, japo pia mwanzo wake ni kama kuna utofauti wa mchakato mmoja na mwingine. Unapoongelea malezi ni namna ambavyo mtoto unamlea. Katika kumlea huyo mtoto, hapa kuna kumtunza, hapa kuna kumkuza, hapa kuna kumfundisha awe na maadili mema, awe na tabia nzuri na mambo mengine. Ukija kwenye makuzi, hapa sasa tunaangalia mabadiliko ambayo yanatokea kwa mtoto toka akiwa mtoto mdogo mpaka anakuwa mtu mzima. Hapa tunaangalia mtoto anaongezeka kiakili, anaongezeka kimwili, anaongezeka kihisia, lakini pia akiwa mtu anapokuwa anazidi kuendelea mbele, hata kijamii anaingia vipi ili kufiti na jamii yake. Tukija kwa watoto walemavu, watoto wenye ulemavu wamegawanyika katika makundi mengi, japo pia naweza nikayataja baadhi ambayo mimi nilipata kujifunza wakati na jifunza elimu maalum. Tuna watoto wasioona, tuna watoto ambao ni walemavu wa viungo, tuna watoto ambao ni walemavu wa akili, tuna watoto ambao ni wana ulemavu tunaita usonji sisi. Mtoto anashindwa kutekeleza mambo, lakini sio kwamba anakuwa akili yake kwamba haiwezi kufanya kitu kabisa. Kunakuwa na changamoto kidogo ambazo zinakuwa nazo, umeona? Lakini pia wapo walemavu ambao wanakuwa na kutokushindwa kutekeleza mambo kwa wakati fulani, kitaalamu tunaita hyperactivity, umeona? Kondo makundi ambayo tunayo, makundi ya watoto wenye ulemavu. Tunarudi pale pale kama tulivyosema, uwekezaji. Makundi haya yote yanahitaji uwekezaji, wawe watoto wa kawaida na watoto wenye ulemavu. Kila sehemu kunahitaji uwekezaji ili tuweze kufika mahali fulani, kwa sababu imefika mahali watu wanachukulia kuwekeza kwa mtoto mwenye ulemavu, kuna muda mtu anachukulia kwamba ni kama kutoa huruma. Hapana. Unapowekeza kwa mtoto mwenye ulemavu, unashiriki kama unavyoshiriki kumtunza mtoto mwingine ambaye ni mtoto wa kawaida. Kwa hiyo tunafanya hivyo kama wanavyofanya na washiriki wengine watakapochangia mjadala. Asante. Okay, asante sana mwalimu. Na nimefurahi umesema uwekezaji, kuna baadhi ya watu wanaona kama unapoteza muda kwa mtoto ambaye ana uhitaji, ama una lugha ya mtaani wanasema unatupa pesa yako. Lakini leo tuko na mtaalam kutoka Njita, Janet Malela.
mmekuwa mnafanya hizi workshop tofauti, mnazunguka kuzungumza na watu, mnaeleza watu namna halisi ya kuwekeza kwa watoto wenye ulemavu na kuwatengenezea sasa uchangamshi wa awali kwenye makuzi yao. Jamii inapokeaje? Asante ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji wote. Kama tulivyotangulia, naitwa Janet Christian Malela, nafanya kazi na taasisi ya Anjita Child Development Foundation kutoka mkoa wa Pwani. Katika upande wa mapokeo ya wazazi, walezi, jamii na wadau kwa ujumla, tunaweza tukasema kwamba kwa sasa hivi kuna mwelekeo ambao upo chanya. Mwelekeo upo chanya kwa sasa, hususan kwa yale maeneo ambayo tunapita kwa ajili ya kutoa elimu ya swala ya malezi, makuzi na maendeleo ya hali ya mtoto. Tukizingatia kwamba katika utoaji wa haya mafunzo, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum yenyewe tayari ina miongozo au viunzi vya mafunzo ambavyo vinavyoelekeza kwa mujibu wa namna gani ambavyo tunatoa malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto, masuala yanayohusiana na watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia masuala yanayohusiana na ulinzi na usalama kwa mtoto ni swala la mtambuka, na ni lazima kwamba kama ni mkufunzi anatoa elimu inayohusiana na masuala ya malezi, makuzi na mtoto, basi ni swala ambalo ni mojawapo ya mada ambazo ni za lazima. Kwa nini? Ni kutokana na changamoto ambazo tunasema kwamba kwa mapokeo ya jamii na uelewa mdogo kuhusiana na hao watoto wenye mahitaji maalum. Kwa namna moja au nyingine, sisi kama taasisi ya Anjita huwa tunatoa mafunzo yanayohusiana na malezi, makuzi mikoa mbalimbali, na hususani kwa wale watu wanaokaa na watoto, lakini pia wale wanaotoa huduma zinazohusiana na malezi ya watoto. Kwa namna moja au nyingine, unakuja kuangalia tangu kipindi kile tumeanza 2019 mpaka sasa hivi, unakuja kuona kama mapokeo yapo, japo yanaenda katika kasi ile ya kidogo kidogo, lakini unakuja kuona kwamba unapoenda kuzitembelea wale makundi ya watu ambao waliwafundisha, unaona mabadiliko fulani. Kwa mfano, uhusianisho uliopo kati ya malezi na makuzi. Moja hapo tunazungumzia kwenye masuala ya kuwepo na zana za uchezaji, yani za ujifunzaji na kuchezea watoto. Na moja hapo huwa tunaelekeza kwamba lazima tunapokuwa na zile zana za uchezaji na ujifunzaji wa watoto, zenyewe ziwe jumuishi. Jumuishi maana yake ziwe zina uwezo wa kuhakikisha kwamba kila aina mtoto awe ana uwezo wa kufanya nini? Uwezo kutumia. Kwa hiyo tunapoenda kutembelea, tunaona kwamba hata na wenyewe wamebadilika katika upande wa kimtazamo. Unakuta unapokuwa na wale ukienda katika labda vituo katika shule, unakuta wanakuwa na zile zana mchanganyiko kwamba kila mtoto eza awe ni mtoto mwenye mahitaji maalum au mtoto ambaye ni wa kawaida, basi awe na uwezo wa kufanya nini? Wa kuzitumia. Lakini pia hata kwenye swala la usajili wa watoto, katika upande wa usajili wa watoto pia unakuta tunatoa elimu kwamba wote wana haki sawa. Pasipo kuangalia kwamba huyu ni mtoto ambaye ana mahitaji maalum basi labda akose fursa fulani, hapana. Kwa hiyo tunaelimisha kwa mtindo wa namna hiyo. Kwa hiyo imeleta pia chachu, hata unaweza kukuta kuna baadhi ya shule zingine au kwenye vituo vya watoto unakuta wanawasajili wale watoto ambao wenye mahitaji maalum, kama ni wenye ulemavu, watoto yatima, kwa sababu kundi la watoto wenye mahitaji maalum tuna hao walemavu, tuna watoto yatima, watoto wa mitaani, watoto wenye changamoto za ujifunzaji, wote wanaingia katika ile kundi la watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo katika mtazamo mjumla kwa wanajamii, wazazi wanaendelea kubadilika, lakini wanabadilika kidogo kidogo. Kwa hiyo mujibu mkubwa kama wadau na watu wote ambao wanatoa elimu, maana yake ni swala ambalo inabidi tuendelee, yani sio swala la kuacha. Hata kama tunaona kuna mabadiliko fulani, kwa sababu kizazi kila siku kinafanya nini? Kinazaliwa. Kwa hiyo maana yake kila siku inabidi tuendelee kutoa elimu, kwa sababu watoto wote wana haki ya kupata malezi yaliyo sawa pamoja na makuzi yaliyo sawa. Kushukuru sana Bi Janet Malela kutoka Anjita, umezungumza vizuri sana, lakini pia tutoe shukrani kwa mratibu wa Press Club Pwani Charles Kusaga pamoja na kinara Mam Juliet Ngarabali. Hao ndio wamewezesha madai moto moto, na nafikiri sasa hivi messages zimeanza kuingia mapema. Leo tuna mama wawili. Mama wawili. Yes. Mama wawili, unaitwa mama wawili kwa sababu na watoto wawili. Ndio. Ni mapacha hawa. Ndio. Na wana changamoto yote? Wote wana changamoto, ndio. Wote wana changamoto. Ndio. Okay, tunataka sasa wewe ndio tuambie, kwa sababu watu wa Anjita amezungumza, amesema mwitikio umekuwa ni mdogo, lakini jamii inazidi kubadilika kadiri tunavyozidi kwenda.
wanajitahidi kutoa elimu, wakirudi tena kwa watu ambao wamepata elimu wanaendelea kuwa updated kidogo. Sasa mimi nataka uniambie, watoto wako wana mahitaji maalum. Ndio. Elimu changamshi wanapataje ya awali? Unaishije nao? Asante ndugu mtangazaji, kama nilivyotangulia hapo awali, kwa majina naitwa Mawili, na watoto mapacha ambao wana changamoto. Mmoja ana changamoto ya ulemavu ya viungo na mwingine ana changamoto ya usonji. Na kiukweli ni changamoto ambazo ninazokabiliana nazo kutokana na mazingira ambayo ninayoishi, kwa sababu kuna jamii zingine mpaka sasa hivi hawana ule uelewa wa kusema hawa watoto tunawachukulia kama watoto wengine jinsi walivyo. Kwa hiyo utakuta mtoto pange kama huyu mwenye usonji, mtoto wangu wa kwanza ni mtu ambayo mtoto ambaye hayuko sawa, yani muda wote yuko waluwalu hivi. Kwa hiyo utakuta mtu anaanza kumuona vile, hawezi kumchukulia kama huyu ana changamoto, kwa anaweza kumpiga, anaweza kumfanyia vitendo vile ambavyo sio sahihi kufanywa kama mtoto mwingine, akihisi labda ni mkorofi. Yani kwamba huyu ni mkorofi. Kwa hiyo pale awali nilikuwa naumia, na nikija kuangalia hao watoto ni wa kwangu mwenyewe, mzazi ndio kama vile mwingine amenitelekeza. Kwa hiyo yale majukumu ni ya kwangu. Mimi ni baba, mimi ni mama. Nikiangalia pale nyumbani, mzazi wangu wa kike ndio ambao naamini kwamba angekuwa ni msaada wangu mkubwa kwa ajili ya kunisaidia watoto ambao mimi naweza kwenda kuhangaika kwa ajili ya watoto hao, lakini mzazi ndio hivyo hayupo wa kike. Kwa hiyo pale nyumbani nipo na mzazi wa kiume, ambao mzazi wa kiume amejaliwa mama, na kama unavyojua ndugu mtangazaji, kwenye mama ambao wanaolewa mama kufikia, hapo naweza nikasema kwa pande mbili. Unajua kuna makundi matatu kwenye hawa wazazi hawa akina mama. Kuna mama mzazi, kuna mama mlezi, na kuna mama wa kambo. Nikisema mama mzazi ni yule mama ambaye aliyokuzaa wewe, na nikisema mama mlezi ni yule ambaye kaolewa na hao wazazi wameachana, baba ameoa mwanamke mwingine, amekuta familia pale. Ile familia alivyoikuta, kama baba anailea vizuri, na yeye atachukulia vile vile kama anavyoilea na kuikumbatia kana kwamba ni yule ambayo ametoka katika uzazi wake. Kwa hiyo huyo ndo mama mlezi. Huyo mama mlezi anaendeleza kuilea familia. Anaendeleza kumlea. Kwa hiyo ni majukumu yale ya wazazi ya yule ambao kama mzazi wako yule wa kike ambao alikopo amepita, anabeba yeye kama yeye. Ameumwa atakuwa nawe, mtoto amehangaika mtakuwa wote, yani mnapambana kwa pamoja. Lakini pia kuna mama kambo. Mama kambo anakuja hapa anakuta familia. Familia ambayo pengine ina misingi tu mizuri, wenyewe mmekiana mna upendo, lakini sasa akija yeye sasa, wale watoto wake ndo watoto wa mume hana bali nao. Kama atakuta ndugu pale hana bali nao, kama atakuta watoto hana bali nao, anakupatia yeye kama yeye watoto zake na ndugu zake na ndugu zake, lakini watoto zake yeye anakuwa hana bali nao. Kwa tuseme changamoto kubwa ya wewe ni kukosa support kutoka kwenye familia. Yes, yani kukosa support. Kwa hiyo ni mambo mengi sana kwa nilemea mimi kama mimi, kwa sababu kuchukulia kama huyu mtoto huyu mwenye usonji sometimes anakuwa anajisaidia haja, yani yeye mwenyewe kama mwenyewe, hakuna mtu ambaye kama mimi nikiwa sipo basi nitaenda nitarudi nitamkuta akiwa hali hiyo hiyo, hakuna kumwangalia. Kwa hiyo ilifikia tu anaweza kupata hata kazi, kwa sababu katika kwenye professional nimesomea walimu wa awali na pia na ujuzi wa ushonaji nguo. Kwa hiyo inawezekana nikawa nimepata nafasi za kazi pangia kwenda kusoma, kwa sababu ndani ya kufundisha, kwa sababu napendelea kufundisha kwa kweli katika vipaji viwili, lakini kufundisha ndio napenda sana. Kwa hiyo nikapata kazi. Nikienda kule yani nashindwa kutokana na mazingira. Kienda kule lazima kuta nyumbani kuna fikiria wanangu wanaishi na kati mazingira ya nyumbani, mama yupo sawa lakini sio mama mlezi. Okay, na jamii inayokuzunguka sasa ina elimu ya kutosha kuhusiana na watoto wenye changamoto kama kwako? Mimi kama katika upande wangu kwa pale tunapoishi kuna baadhi ya jamii ndio ambao wanasaidia, kwa sababu wale majirani ndio ambao wanasaidia tu zangu. Kwa sababu hata baadaye kuna jirani yetu nilipopata ajira, nilipata kazi, nikamshirikisha akasema basi hamna shida, wewe nenda tukafanye kazi, mimi watoto tutafanyaje? Nitawalea mimi, nitaangalia. Kwa hiyo mimi kweli nikaenda kazini.
huku mwenzangu ule jirani anasaidia wale watoto. Ikaendelea kile ambacho mwisho wa mwezi nikijaliwa namgaia kama nani asante. Umeona? Kwa hiyo siku ikitokea yule jirani hayupo, napigiwa simu mimi kazini kule. Bwana wana mtoto wako kukajisaidia. Kwa na mimi sana tafuta sasa yani option nyingine sasa kupiga simu kwamba kwa jirani mwingine bwana hapa nisaidie hapo. Haina shida, naenda nisaidia hivyo nikisharudi naputa hivyo. Ndio mwingine za mtoto ile asubuhi vile nikishaamka na taratibu kwamba lazima niwape hata uji tu nipate kutoka sababu shaona mazingira nyumbani yako vipi. Kwa hiyo nikishaondoka nyumbani lazima niwape chochote kitu niwache pale kwa wamepata angalau. Kwa hiyo na tujue kidogo mume wako alikimbia kwa sababu ya changamoto ya watoto. Ndio maana yake. Alikimbia baada ya changamoto ya watoto kwa sababu hapo awali tulikuwa tunaishi vizuri. Baada ya watoto wa changamoto hawa mapacha, baadaye nikaja tena kupata ujauzito tena mwingine mtoto wa tatu. Kwa hiyo naye ananiambia akawati dogo la changamoto. Sasa hapo huyo mtoto wa tatu alipokuja sasa ndio changamoto ndio kaanzia hapo sasa. Ndio akaona hana huduma, mara tena mawasiliano hamna. Ukimpigia simu anapatikana, mwisho wa siku akapatikana kabisa. Familia inawezekana hata anakuja hapo pengine kama bibi yake nini yaani hata ile ushirikiano na mimi akawa hawana tena na mimi mtankaa sina. Kwamba jamii nzima ilikuwa haijui wala haitaki kushiriki kuhusiana na kujua labda watoto ni watoto kama kawaida wana changamoto hii lakini tunaweza kuishi nao hivi na hivi imeshirikana. Lakini mumeo alikuwa anashiriki hatua za awali za kwenda na wewe kliniki kupata elimu. Vile awali nilikopo naenda mimi mwenyewe na kweli nalikopo tunashirikiana katika masuala mazima kama kuna gharama za hospitalini alikopo akichangia hivyo. Tuko pamoja kwa pamoja. Kisa baadaye tena na akaja akabadilika akaanza tena kuoa mara kwa huyu mara kwa pale mara kwa kule bado tukaji mpaka hivyo. Yaani kama nimekaa nyumbani karibia miaka 3 pasi na yeye kuwasiliana na kuonana. Na sasa hivi hali ikoje? Hali sasa hivi kwa sababu kwanza wale watoto tayari ninasema nimewazoea mimi mwenyewe. Nimeona nishapambana nao, nishakabiliana nao, nimewazoea mimi mwenyewe. Lakini baadaye tena katika utafiti na ndugu zangu wakasema kama ndio hivyo tabia tuwapigie simu ndugu zake kama vipi watu wala talaka kwa sababu huyo msikani hajulikani yuko wapi. Au sasa unapokaa hapa una talaka na watu wanajua kabisa ni mtu mke wa mtu. Sasa inakuwaje? Kwa hiyo akafanya utafiti. Umeona kufanya mawasiliano na ndugu zake kweli baadaye wakamtafuta yule mtu kumbe na yeye alikuwa mazingira ya huko. Mwezi wa kwanza ndio nikaenda kule tukaonana. Nikaomba kichokwa changu. Akaambia kuhusu maana hata ndugu zangu baadhi akasema wewe unachutakiwa uchukue watoto uende ukawabwagie kule kwa sababu umeenda aliyakuwa huna mtoto. Kwa hiyo kifupi na ndugu zako pia waliona ni mzigo wale watoto. Baadhi yao walikuwa wanaona hivyo. Lakini ana hata hapa nyumbani vile vile unaishi mtu mwingine anakusakama kwamba wewe mzigo, si una watoto, si nini changamoto vile anaweza mtu akapika chakula pale asipe watoto. Kwa hiyo unajikuta ile asubuhi umwangalie mtu. Unapika kama ni uji wako uchojaliwa kama ni uji unapika unapoa nao kutoka na hapo. Fatia wamepika chai yao wamekula, wewe unaangalia mchana. Maisha yanaenda. Asante. Bana hii imekuwa watu wa Njita inabidi tuzungumze kidogo kuhusiana na hii lakini leo kinara wa Mam Juliet leo umetisha. Hii topic leo ina mambo leo. Turudi kwa Richard Mwalimu. Nafikiri umemsikia mama anasema hapa. Na ni uhalisia kabisa. Yaani yeye ndo maisha yake halisia. Wewe ni mwalimu sasa. Wanakusikiliza sasa hivi wa Tanzania kutoka sehemu mbalimbali. Jamii inapotea wapi? Unajua ndugu mtangazaji, jamii inapokuja kupotea ni lile swala la kukosa uelimu ya nini maana ya watoto wenye ulemavu na watoto wenye mahitaji maalum kama alivyosema mtu wa Njita. Yaani hapa watu wanakosa elimu. Elimu maalum ni nini? Na watoto wenye mahitaji maalum ni wapi? Yaani hapa watu wanachokichukulia kwa haraka mtoto akishakuwa wa namna hiyo kwenye jamii kimekuja ni kitu ambacho kwa kipindi fulani watu wanahisi kama mkosi hivi. Umeona ndugu mtangazaji? Lakini na mama ni watoto watatu wote wana changamoto. Kwa hivyo inaonekana ni mkosi zaidi. Kwa watu wanaweza kachukulia kama mkosi fulani hivi. Lakini mambo mengine unaweza kukuta ni mipango ya Mungu. Lakini jamii ingepewa uelewa wa kutosha kama alivyosema mtu wa Njita kwamba watu wameshaanza kupata uelewa. Umeona? Hapa kinachotakiwa kufahamika unajua ni nini? Ulemavu sio kushindwa kabisa. Huu ni uwezo wa tofauti ambao anakuwa nao mtoto kwa sababu unaweza kurudia hiyo.
Kwamba nasema hivi, ulemavu sio kushindwa. Huu ni uwezo wa tofauti ambao anakuwa nao mtoto, kwa sababu watoto wenye mahitaji maalum unaweza ukakuta kama anavyosema mama kwamba hawezi kufanya hiki, hawezi kufanya hiki, lakini ukikutana na wataalamu sasa ambao wamesomea namna ya kuwatengeneza hawa watoto, kufanya rehabilitation, kwamba kwa kiasi fulani mtoto aweze kujisimamia, aweze kujua mambo ya stadi za maisha, akipewa hivyo vitu unashangaa baada ya muda mfupi mtoto anakaa sawa, au sometime kuna muda anaweza sikae sawa kwa 100%, lakini akaweza kufanya baadhi ya mambo fulani. Na ndio maana tunarudi kusema ulemavu sio kushindwa, ni uwezo wa nini? Wa tofauti. Kama nilivyoelezea mwanzo, wapo watoto wengine wasioona, wasiosikia, umeona, wenye ulemavu wa kusikia na makundi mengine ambayo ameyataja mtu Anjita. Kuna watu wanazaliwa wakiwa na changamoto za kuona, wanaenda shule, wanasoma, anasoma darasa la kwanza, anamaliza la 7, form 4, form 6, anaenda mpaka chuo kikuu. Umeona? Sasa tukianza kuchukulia kama yaliyotokea kwa mama wawili, kwamba wakitokea watoto wenye ulemavu familia tunazitelekeza, tunazitenga, tunachukulia kama ni laana fulani imempata mtu fulani. Je, ndugu mtangazaji, wewe nafikiri umewahi katika pitapita zako umewahi kuona watu wanahudumu wenye ulemavu? Wiki iliyopita kwa faida tu ni kwamba aliwahi kuja msanii hapa haoni. Ana changamoto ya kutokuona kabisa. Ndiyo. Lakini ni producer wa muziki wa Singeli. Sasa kivipi mtangazaji, watu wangelichukulia huyu hafai kuhudumiwa, hafai kupewa malezi, hafai kupewa msaada? Huyo msanii tungempata wapi? Na akatueleza kwamba kwenye kikundi chao kuna mafundi simu wasioona. Sasa changamoto ilikuwa hatutaki kuamini, akatuambia tunaweza kutumia simu, tuna produce muziki kwa software ambazo zimetengenezwa kawaida, na anapata pesa. Wimbo mmoja ana rekodi 300,000 400,000. Ndio. Na mimi kwa faida tu, kuna mtu asiyeona nishai kumshuhudia ni fundi cherehani. Anashona nguo vizuri kabisa na anakutengenezea suti nzuri, unavaa na unatoka umependeza. Sasa tukifanya haya mambo kuwa yakitokea tunayachukulia kama so sehemu yetu, ama hichi kilichokuja so sehemu ya maisha yetu, tunaweza tukajikuta tunapoteza vitu vyenye thamani. Umeona? Tukapoteza vitu ambavyo pengine vinaweza kusaidia taifa. Umeona? Na mimi ni waombe wadau, swala la elimu maalum liwe swala mtambuka. Tuimbe tukiwa sokoni, tuimba tukiwa kwenye daladala, tuimbe tukiwa kwenye sherehe. Nafikiri tutafika mahali fulani. Na ni changamoto gani za walimu au wataalamu wanakutana nazo katika kuhudumia watoto wenye ulemavu katika hatua za awali? Hatua ya awali, changamoto ambazo wanakutana nazo walimu ambao ni wataalamu, kwanza ni mtoto anapokuja, huwa tunaanza na utambuzi. Changamoto ya utambuzi inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu ili mtoto umuweke kwenye kundi fulani, hususan watoto wenye usonji na wenye ulemavu wa akili niongelee, changamoto inakuja huyu mtoto kumbaini ni kundi gani. Inahusisha ujipe muda kwamba watoto ukae nao, katika utakapokaa na hawa watoto taratibu utaweza kugundua huyu changamoto yake ni hii, huyu changamoto yake ni hii. Kwa hiyo tumpe mafunzo ya namna 1 2 3, na huyu kwa changamoto yake tumpe mafunzo 1 2 3. Lakini pia kuna ukosefu wa vifaa. Kwa mfano kwenye hatua za awali tunajikita sana kwenye uchangamshi. Umeona? Unakuta labda huna vifaa muhimu ambazo vinakupasa wewe uvitumie ili kumweka mtoto angalau katika hali ambayo kulingana na miongozo ambayo wewe umeipata kwenye mafunzo ya vyuo. Unakuta hivyo vifaa ni vichache. Japo tunashukuru kama alivyosema mtu Anjita, sasa hivi tunapiga hatua sana. Umeona? Japo kwa inakuja taratibu, mimi naamini, lakini tutaenda mbele na tutafika. Sawa. Na umezungumzia vifaa ni pamoja na miundombinu, na shule nyingi za binafsi zimekuwa bado hazijajitengeneza kupokea watoto wengi wenye changamoto hii. Ni kweli. Shule nyingi za binafsi japo zipo chache zimejipambanua kwenye jambo kama hilo, tunaweza tukuzisifu, mimi nizipongeze, ila zilivyo nyingi bado ili swala hazijalichukulia kwa uzito wake. Na hata miundombinu ikitengenezwa, imetengenezwa tu maalum kwa ajili ya watoto ambao wako nomo, ambao wako kamili. Huwezi kukuta kwamba wametengeneza mazingira, ikitokea tukampata mwanafunzi wa 1 2 3 tunafanya hivi. Na imekuwa ikitokea kuna mtu ana uwezo wa kumudu zile gharama ambazo zinatolewa kwenye ile shule, lakini unashangaa wanakuambia kwa mtoto huyu sisi mpeleke sehemu fulani ambako wanatoa huduma kama hii.
Umeona, basi hiyo kidogo ni changamoto kwa walimu wenzangu. Wakitoa maelekezo kama hayo inakuwa ni rahisi sana. Ndio. Labda turudi kwa Bi Janet Malela. Wazazi wana nafasi gani katika kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanapata malezi na uchangamshi sahihi wa awali? Wazazi wanakusikiliza sasa hivi, nafasi yao. Asante sana ndugu mtangazaji, lakini pia na wasikilizaji wote. Kwanza kufahamu kabisa misingi ya malezi na makuzi ya watoto yanaanzia kwenye ngazi ya familia. Inawezekana ni familia ambao wanaishi wote baba na mama, lakini unakuta pia mwingine labda anaishi mwenyewe au bahati mbaya labda alikiwa na mke au mume, lakini bado anaendelea na watoto ambao anawahudumia. Kwa hiyo msingi mkubwa na wajibu mkubwa kabisa, yaani mtu wa kwanza kabisa yupo katika ngazi ya familia. Maana yake wewe mzazi, wewe mlezi ambaye unakaa na huyo mtoto. Hata ukiangalia katika ule mduara wa malezi ya mtoto, maana yake yule mtoto anakaa katikati. Lakini ukiangalia katika ule mduara wa pili unakuta anayekuwa wa kwanza kabisa ni mzazi au mlezi. Alafu wengine wanafuata kama baba ni jamii, wadau binafsi wako kama hivyo kwenye upande wa viwanda, wafanya biashara, jasiriamali wanakuwa pale. Kwa hiyo katika upande wa wazazi na walezi, manake wao unabidi wachukulie hii kitu kwamba ni cha kwao. Pasipo kusema kwamba labda nategemea kwanza mtu mwingine. Unaona eh? Okay. Yeye ndio inabidi kwanza au mtu wa kwanza kuchukua jukumu. Kwanza kumpenda. Kwa sababu mpaka anafika kuwa unaona kwamba huyo mtoto ni kama tulivyozungumzia kwenye upande kwamba ni mahitaji maalum, maana yake kuna kitu ambacho yeye anakikosa ambacho ni haki yake katika upande wa kupata. Kama ndugu mwalimu hapa alizungumzia swala la upande wa ulemavu, kwamba yeye ana dosari ambayo hiyo dosari inamfanya asiwe sawa na wenzake. Lakini hii haizuii yeye ashindwe kupata zile haki zake za msingi. Mmoja wapo ni katika swala zima la kumhudumia huyo mtoto, lakini kama mama huyu ametolea mfano hapa kwamba katika upande wa baba alikuwa hahudumii. Na alikuwa hahudumii kwa sababu gani? Baba alikimbia kabisa. Aliona ile dosari akasema sasa hapa naomba naona huu msalaba kwangu mimi. Sasa ile tunaweza kusema huo ni uelewa mdogo katika upande wa mzazi. Na sio mfano kwa mama huyu tu. Zipo jamii zingine ambazo zinapata hizo changamoto, anakuambia ukienda kuoa familia ile wana watoto ambao waoni tu. Kwa ile ni laana. Unaona eh? Ukao unakuja kuona kwamba pia hata katika upande wa mila na desturi nazo zinachangia kwa namna moja nyingine katika kuyafanya haya mambo hizo kuwa magumu. Sisi tunapita huko na huko tunaona namna gani labda mtu katika swala la kuongea, lakini pia namna gani uelewa unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo inakuja inapelekea kwamba mtu ashindwe kufahamu kwamba hili ni jukumu la kwake yeye. Kwa mimi nitoe tu wito katika upande wa wazazi au walezi. Okay. Sisi wenyewe ndio tutumie jukumu la kwanza kuhakikisha tunatoa misingi yote ya malezi na makuzi kwa watoto pasipokuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Kwa sababu binadamu wote sisi tupo sawa. Msikilizaji, una nafasi ya kushiriki na sisi pia hapa studioni kwa kupitia ujumbe mfupi. Tuandikie ujumbe mfupi kupitia namba 0615396206 0615396206. Unaelewa nini kuhusiana na elimu ya awali na elimu changamshi ya watoto wenye ulemavu ama wenye changamoto? Unaelewa nini? Umetusikiliza kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Ni kitu gani ambacho umekipata na una swali gani? 0615396206. Mwalimu, tupite kidogo kwenye tamaduni zetu, makabila yetu, namna tunavyoamini tangu tumezaliwa. Tunaamini kwa wazee, tunaamini kwa generations. Jamii fulani inasema ukiwa na mtoto mwenye changamoto hii, kikwao inamaanisha ABCD, labda laana, kuna kitu hakijafanyika sawa, pengine inatakiwa huyo mtu atengwe isije kaendelea kwa jamii yote kwa ukubwa. Wewe ni mwalimu, unarekebishaje hiyo? Mtakazaji, kwenye hilo mimi ningependa kuishauri jamii. Ujue tamaduni tumezikuta na tutaendelea kuishi nazo. Jukumu tulilonalo kwenye tamaduni zetu hizi, nikiongelea mila na desturi, nikiwa na maana ya sheria na kanuni, nikiwa kimejikita kwenye upande wa desturi. Lakini ukija kwenye upande wa mila, ni utaratibu tunaoendeleza kwenye maisha yetu kila siku tunakoitwa leo. Yaani haya mambo yalikuwepo. Sasa kinachokuja kutokea hapa, kama ambacho naweza kusema kwa kifupi kinamkumba mama wawili, ni baadhi ya watu kushindwa kufuta imani na baadhi ya mambo ambayo tumeyakumbatia kwenye vichwa vyetu. Umeona? Kwa sababu pamoja na kwamba mila na desturi zilikuwepo,
tuchuje basi, tuangalie vipi kinafaa, kipi hakifai, tuchukue kilicho bora afu tuweze kuishi nacho. Tukiweza kukumbatia tu kwamba sisi bana, ikiwa hivi inakuwa hivi, ikiwa hivi, ikiwa na hivi, ikiwa na hivi, alafu tunaondoka nayo, hatutafika mahali, kwa sababu tunarudi kule enzi za zamani kwamba tulikuwa, unajua ndugu mtangazaji, kama ulivyosema mimi ni mwalimu, niliwahi kusoma kipindi fulani kwenye kitabu nikaona tamaduni za zamani hata kupata watoto mapacha naye ilikuwa ni laana. Au mtoto akizaliwa amegeuka, kuna makabila fulani wanataka mtoto akizaliwa amegeuka, akishazaliwa wanamfanyia sherehe. Zote zile zilikuwa ni laana. Kwa wale watoto wote walishindwa kuishi miaka ya zamani kipindi hicho. Sasa tutaua wangapi? Kwa sababu ukija kusoma kisayansi, vile vitu vinasababishwa na vitu fulani, reaction ambazo zinatokea katika mfumo wa utungishaji mimba, katika utaratibu wa maisha ya kila siku. Kwa hiyo tunapelekea tunapata mambo kama haya. Lakini sasa tukibeba imani zetu afu kibiolojia inakuja inatupinga, kwa sababu kila kitu kinachotokea ni mfumo wa nini? Ni mfumo halisi wa kisayansi ambao unaendelea. Kwa mila na desturi tuzichuje. Nadhani mtu kama Juliet zamani alikuwa anaomba sana, yani inatokea tatizo kama lile anapingana sasa na miongozo, yeye anayokeza imani kwenye kuomba, kama ni mtoto wa ndugu, kama ni mtoto wa nini, ule ushauri wanaupuuza. Tunashaurije maombi yafanyike na ushauri wa kiserikali pia ufanywe kazi? Ndio. Swala la maombi libaki pale pale na kwa libaki pale pale kwa misingi ya imani ya mtu. Wewe ni Muislamu au ni Mkristo, hilo hatuwezi kuliacha. Kwamba tunaamini, unajua imani ni hakika ya mambo tunayotarajia kwenye dini ya kila mmoja wetu. Swala la imani na kuomba libaki pale pale na tusiliache. Na naamini pia hata kwangu mimi kwa imani yangu linaweza likatutoa kwenye hili wimbi tukafika mahali fulani, libaki liendelee hivyo hivyo. Okay. Swali la maombi libaki liendelee vile vile. Leo tuna mada yetu nzuri sana ya uwekezaji wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa watoto wenye mahitaji maalum, ili wapate fursa ya elimu changamshi ya awali. Na asante sana kwa washiriki wetu wote. Tutarejea baada ya muda mfupi. Kama unasikia ujumbe huu, tega sikio. Ikiwezekana, ongeza sauti unisikie vizuri. Msingi ndio kila kitu. Ndiyo, namaanisha msingi kama ilivyo kwenye ujenzi au biashara. Je, unajua kwamba miaka ya awali ya mtoto ndio msingi wa ukuaji wake? Je, wajua kuwa kwa mujibu wa tafiti za kimataifa kuhusu malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kumpatia malezi bora utotoni ikiwemo elimu kutamwezesha kufanya vizuri kimasomo na kufaulu, na hatimaye kuja kuwa na kipato bora kitakachosaidia familia na jamii? Hivi unajua watoto wa miaka 5 wanapaswa kuandikishwa kwenye darasa la awali litakalowaandaa kuwa tayari kuanza elimu ya msingi? Na je, wajua kuwa shule za serikali zote zina darasa la awali? Basi ndio nimekupasha habari hizi muhimu. Nenda kamwandikishe mtoto wako apate elimu ya awali. Mpe mwanao msingi imara. Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. Naam, tumerejea na nafikiri ujumbe wetu mzuri kabisa kwa wale ambao wana watoto nyumbani. Ikifika miaka 5 ni lazima umwandikishe at least aanze kupata elimu changamshi ya awali. Turudi kwa mzazi, mama wawili bana. Story yako imetushtua kidogo kwamba bado jamii iko kwenye giza, inaogopa. Lakini tukirudi kwa Mwalimu Richard, yeye amesema yule mtoto ambaye anazaliwa na ulemavu ni aina nyingine tu ya fikra ambazo zinafanya tuwatenge, lakini kama ukiwa na muda naye, ukawa naye karibu, ukafuata miongozo, ukapata utaalamu, anakuwa mtu kamili, anafanya vitu kamili, wana vipaji lukuki, wana uwezo wa kufanya vitu pengine hata kuliko sisi. Sasa hivi umekuwa ni kinara mzuri sasa kutoa elimu hiyo kwamba watoto hawa wa kwangu bado unajivunia nao, ukiwa naamini kwamba ukipata utaalamu zaidi wataendelea kubadilishwa na watakuwa watoto wenye wanaweza kufanya shughuli zao baadaye kama watoto wengine. Tuzungumzie kidogo mwenye ulemavu wa viungo. Changamoto gani unapitia kwake? Huyu mwenye changamoto ya viungo, yeye hatembei,
Unaona? Yeye hatembei lakini anafahamu tu vizuri. Na hawezi kuongea vizuri lakini anafahamu vizuri kila kitu, ana watu waliozunguka pale anajua vitu vyote, tukimwambia kaete sana ile pale anaenda kuchukulia na kuletea. Yeye anasema anasota. Yuko vizuri na ndio maana yule alinihamasisha hata nikasema hapana. Hata nilipokuwa napitia zile changamoto, maana nimeenda huko watoto hivi, nikasema kwanza solution kwanza niwape kwanza shule. Labda inaweza kanisaidia pia kwa sababu kwanza huyu ufahamu wake uko vizuri. Na hata yule mwingine mwenye usonji nikipeka shule na kwa vile hatajumika na nzie, inawezekana vile vile ikamsaidia kwa namna moja nyingine baadhi ya vitu kujifunza, hata kupunguza ule unani hali yake ile ya kutokuwa sawa. Kwao nikapeleka shule kweli, kwa hiyo ile asubuhi napeleka shule kwanza, nikirudi naenda zangu kazini, nikifika saa 6 narudi naenda nafuata, nitoka napo naenda tena kazini. Hivyo nikopo kibarua changu hicho ile, na nikirudi pale yani nahakikisha kwamba nimeogesha, nimalisha tayari, naacha kidogo kwa ameshiba, naenda zangu na kazini narudi. Yani hivyo kwa sababu nisiwasumbue watu. Na ulipata ugumu wote kuandikisha watoto katika shule au kituo cha elimu ya awali? Hapana, sijapata ugumu wote. Nitoka hapa nikaenda hapo Uhuru pale, nikapewa fomu, nikaenda shule ambayo ilikuwa karibu na mimi, nikaandikishwa kupokelewa. Kwa hiyo hadi sasa hivi wako pale wanasoma. Kwa changamoto tu labda kwa upande wa naweza nikasema, maana huyu mwenye ulemavu alhamdulillah alipata kibasikeli. Na huyu mwingine nakuwa namshika mkononi. Kwa hiyo nikienda kule shule napeleka na keki basikeli. Lazima nimshikie huku na huku nipate kuna. Sasa huyu mwingine sasa anashindwa kumshikia. Kuna siku moja alinitoroka bwana. Wakati nimeshika basikeli yeye kakimbia. Kwa hiyo kabidi niache basikeli pale nimkimbizie yule. Kwa hiyo mwisho wa siku mpaka nafika nyumbani nikasema hapana, hapa sasa njia mbadala hapa. Nachukua huyu ambao siweza kutembea nabeba mgongoni, nashika huyu mkononi napeleka. Kwa Mungu akinijalia siku nikijaliwa pangie kama 2000 asubuhi napeleka na pikipiki, mchana pia nafuata na pikipiki. Kasi jaliwa basi kibacho ngonocho nabeba napeleka narusha hadi hivyo ndo hali yangu ya maisha. Lakini taarifa za kitaalamu sasa za namna ya kuwakuza watoto wako, uchangamshi ule, kuendelea kuwapa elimu tofauti, kuendelea kuangalia mabadiliko yao, una huo utaalamu kidogo? Na nani anakufundisha? Kwanza nashukuru wale napeleka kliniki kule, unakutana na wataalamu. Unaona, kuna mazoezi ya viungo, japokuwa kwa sasa hivi nimestopisha kidogo kutokana na mazingira ya bima na hali yangu. Maana bima nilokuwa nayo ni ambayo inakizi tu kumwona daktari na kupata baadhi ya dawa, lakini mazoezi unalipia. Na ule mwingine kwa hiyo wawili wote wana kliniki kule. Na wana kliniki moja na kliniki 3, ule mwingine na kliniki 2. Na hizo kliniki zote ulipie keshi, haziingii kwenye bima. Kwa hiyo naenda mwisho wa siku, ukipata unaenda kwa peleka, ukikosa unabakisha nyumbani kutokana na mazingira halisi. Lakini kwa upande wa uchangamshi wao wa mazingira yao, kwanza watoto wale wanahitaji upendo. Yale ambacho nilichojifunza kwao, kama huyu mwanangu huyu ambaye anasema mlemavu, yani anapenda sana ile kufurahi, kujumika na wenzie, simfichi ndani. Yeye anamweka nje, anachanganyika na wenzie, anasota kula, akiona mpira na yeye anapiga hivyo hivyo. Akiudani kwamba ile anachangamka, na akifika nyumbani ile ana upendo. Na kwanza anamjua kwamba huyu ana upendo na yeye, huyu hana upendo. Kama una upendo naye, hana habari. Hata ukimpa kitu hachukui. Okay, huyu ametutumia ujumbe. Unaweza kututumia pia ujumbe wako kupitia 0615396206. Anasema anaitwa Evans. Mzazi alikimbia huyo mtoto, ni hatua alipitia ya inaitwa denial stage. Hata hivyo mama wawili amepitia vipindi vigumu vya hatua 3 za msingi, yani denial, afu kuna bargain na acceptance. Mzazi anapaswa kukubali hali ya mtoto, ndipo jamii itakubaliana na hali ya mtoto pia. Elimu ya msingi kwa jamii. Let's build inclusive society. Disability is not inability. Ndio maana wengine wana talenti zao, wana muziki, mafundi nguo na wengine. Nashukuru sana Evans. Unaweza kuendelea kututumia ujumbe wako. Mwalimu. Naam. Wanasema kazi kubwa sana sasa ni kumshape huyu mtoto kama mwalimu, ili awe aje kuwa fundi, aje kuwa mtangazaji, aje kuwa na talent tofauti kufanya. Wanapoanza sasa wakiwa wadogo, jamii inakuwa inashindwa kuweka sasa utaalamu, kwa sababu na wenyewe sio wataalamu.
unashauri nini? Serikali ifanye kitu gani ili utaalamu uwe ni kitu cha kawaida na jamii ipokee? Yoyote atakayetokea kwenye changamoto hiyo, tuweze kuwa na wataalamu wengi ambao watamsaidia kumsupport kuja kuwa mtu mzuri baadaye. Asante mtangazaji. Unajua, mimi niipongeze serikali zote zilizopita huku nyuma. Mimi nashangaa jamii zinakwama wapi wakati serikali imeanzisha kabisa. Unapoona serikali imeanzisha shule kwamba shule hii ni kwa ajili ya watoto wenye ulemavu wa aina hii, labda wenye usonji, shule hii ni kwa ajili ya watoto wenye ulemavu wa viungo, shule hii ni kwa ajili ya watoto wenye ulemavu labda viziwi, labda na ulemavu mwingine ambao mimi sijautaja. Hapo tayari serikali imeshatuanzishia jambo jema kabisa. Na ukishaona serikali imeshaanza kutengeneza vyuo na kuruhusu vyuo kwa ajili ya wataalamu ambao ni maalum kwa ajili ya kuwafundisha hawa watoto, tayari zile ni hatua za serikali. Kinachobaki sasa, ambacho mimi huwa kunafika hatua kinanishangaza, serikali itengeneze mazingira haya yote, ijenge shule, ijenge baadhi ya miundombinu, hata kama vifaa vyote havijatimia, umeona, itengeneze na wataalamu na iwalipe mishahara, alafu bado watu hawapeleki watoto shule. Sio, unanielewa mtangazaji? Umeona? Bado ili kuwapata hawa watoto waweze kusajiliwa tu. Mama wawili amesema yeye ni mwalimu, na pengine kutokana na huo uelewa wake alioupata kwenye mafunzo ya ualimu, ndio maana alichangamkia watoto wake kuwapeleka shule. Kuna baadhi ya jamii mpaka ukafanya ubainishaji ndio uweze kuweza kuwagundua, kumbe iko hivyo. Nyumba ile pale kuna mtoto wa aina hii na hii na hii. Lakini sometimes unakuta watoto wanafungiwa ndani. Umeona? Ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Na kuna swali lingine nimeulizwa hapa, nasema mwalimu bana, kwenye jamii ambayo natoka mimi, ikitokea mtoto ametokea mwenye changamoto hiyo, si ndio alafu pengine kwenye wazazi, baba mdogo au baba mkubwa akafanikiwa kifedha, ndio inachukuliwa kwamba wamewageuza watoto wa ndugu kufukua vile ili afanikiwe kifedha. Alafu anasema pengine mtoto wa mdogo wako akiwa na changamoto hizo, alafu wewe ukafanikiwa sana kipesa, tayari jamii nzima inaanza kuzungumza kwamba ndugu yako amewafanya watoto kuwa hivi. Mwalimu, una maswali mengi leo. Mtangazaji, bado tunarudi pale pale. Bado tunarudi pale pale. Swala la imani litabaki kwenye imani ya mtu. Lakini mimi ninachokishangaa, mpaka dakika hii dunia ya leo, kama watu tunaamini kufanikiwa kuko hivyo, tutachelewa sana. Hata nisaidia mtu wa Njita hapa. Na mtu wa Njita tunauliza kuhusiana na ambao wanakaa pembezoni mwa mji, si mjini, si kwenye majiji kama hivi tunavyozungumza. Tunazungumza vijiji vya jirani, vijijini kabisa. Inatokea mtoto labda na usonji, au kuna kina mama wawili wengi kwenye vijiji tofauti. Zile jamii zinakuwa zinashangaa kidogo kuhusiana na ile na kuitenga ile familia. Na Anjita wanafanyaje pamoja na nyie kwenye kutengeneza sasa utaalamu na watu kupata utaalamu sehemu za vijijini? Asante, nashukuru sana. Yaani kwa yote ambayo tunayozungumzia, kuna vitu vikubwa viwili. Kwanza, mtazamo wa jamii, inaitazamaje ile jamii ambayo ina makundi hawa ya watoto ambao wenye kama ni usonji, kama ni albino na ulemavu aina nyingine. Kwa hiyo kuna mtazamo. Lakini mtazamo na mapokeo. Lakini jambo jingine la pili ni swala ambalo linahusiana na mila potofu. Na la mwisho kabisa, uelewa ni mdogo. Na kwa nini? Kwa sababu kama mimi nina mtoto wa namna hiyo, alafu jamii inanipokea kwamba katika huyo mtoto ana laana fulani. Kwa hiyo mimi, jamii nyingine inanitenga, nakaa peke yangu. Kwa nini? Kwa sababu tayari wao wameshaaminishwa na wale ambao wanaishi nao kwamba huyu ni kitu cha ajabu, ni kiumbe cha ajabu, hapaswi kuwa sawa na sisi, kwa hiyo tumtenge. Kuna wakati ilitokea ya kijana mmoja, yeye alitaka kumchumbia binti mwenye ulemavu ambaye ni albino. Kwa hiyo katika hali ile pale, yeye alimpenda. Kwa hiyo kweli ilifika toka kuchumbiana, kaja kuchumbiana, wakafunga mpaka na ndoa. Sasa mimi nilikuwa najaribu kuangalia kwenye comment, mara nyingi nikiingia kwenye Facebook
comments, asilimia huwa naangalia comments za watu. Huwezi kuamini. Asilimia 98 ya comment ya katika upande wale ndoa, kwa sababu alipost ile ndoa. Wakasema hamna, huyu kijana ni mfanya biashara. Tena alitaja kabila fulani la huko Iringa. Mwalimu washawajua. Huyu mfanya biashara afu ni mwalbino. Huyu ashakuta nyota tayari. Inawezekanaje atuache sisi afu akamwe yeye? Mbona ana uzuri wote? Unaona kitu kama hicho Okay. Kwa hiyo tayari asilimia 98 wao walikuwa wanaamini kwamba yule amekubali kumuoa mwalbino kwa sababu ya nini? Ya nyota ya kibiashara. Ndio hiyo tunakuja kwenye swala la uelewa mdogo, mila na desturi na mitazamo hasi katika jamii. Na ndio hicho kitu ambacho kinasumbua kwa sababu unapotaka kumwelimisha mtu atoke kwenye rangi ya blue aende kwenye rangi nyeupe, hapa katikati kuna kazi kubwa, kwa sababu mpaka kwanza iingie katika akili yake, ndio aielewe. Inakuja katika maamuzi ya nafsi na moyo, akubali na abadilike kwamba sasa kweli mimi sasa hivi nahama kutoka katika hatua hii naenda katika hatua nyingine. Ambapo sasa tunapokuja kwenye sala lile la uwezeshaji, pale lazima ufanye, wanasema unatoa visamkasa vya vitendo. Kwa mfano unaweza kumsimulia, mimi nilikuwa na wewe mtoto hivi, lakini katika kuwa na wewe mtoto wa mtindo huu nilifanya jitihada hivi, nikashirikiana na wadau na serikali wakanisaidia. Sasa hivi mtoto wangu unaona sasa hivi amefikia hatua katika hali nzuri. Kwa hiyo maana yake swala la elimu bado tunasema ni msingi mkubwa sana. Lakini pia tunashukuru serikali kwa sababu huwa pia wanatengeneza miongozo mbalimbali ya utoaji wa elimu, lakini pia na sheria mbalimbali kwamba hawa hawapaswi kufanywa hivi. Unaona, hizi pia zinafanya nini? Zinasaidia. Lakini kitu kingine cha mwisho kabisa, maana kwenye zile jamii ambazo zina mtazamo huo ambao huko, maana yake lazima tubadilishe mawazo yao. Kwa kupitia nini? Kwa kupitia kwa kuelimisha, lakini pia kwa kuona namna gani kuona hawa wote wanapaswa kupata malezi na haki zilizo sawa. Tumefika mwisho tu, tuna dakika moja tu tunaiba kwenye kipindi cha watu. Unamalizaje na jamii? Unawaambiaje kwa sekunde chache? Na mimi nashauri jamii yote na kutoa wito waendelee kuwachukulia watoto wenye mahitaji maalum kama watoto wengine, na wote wapate haki sawa na kupewa malezi na makuzi yaliyo sawa. Mwalimu, leo umekuwa na wakati mzuri na sisi. Tunamaliza kuambia nini wanaotusikiliza? Naishauri jamii kwamba serikali yao ni sikivu sana, na Wizara ya Elimu ili jambo imelibeba kwa ukubwa sana. Walete watoto shule. Kuna mtaala mpya sasa hivi umesheheni kila kitu mpaka watoto wenye ulemavu. Wamezungumza kwenye mtaala mpya na wameandaliwa vitu vizuri. Okay. Mama wawili tunaondoka studioni, na uzuri ni kwamba mama wawili leo tumeambiwa ukiondoka hapa studio kuna mtu kasikia kilio cha mama wawili, kwa hiyo usiondoke studio. Kuna namna unatakiwa kufanyiwa namna kidogo. Unawaambiaje wazazi ambao pia wamekuwa na uoga wa kutokusema kwenda mbele kwa watoto wao? Kwanza mimi nashauri wazazi wenzangu, watoto hawa wenye changamoto wanahitaji upendo wetu. Upendo, huruma. Yaani usijikute eti kwa vile eti mwanaume amekutelekeza, basi unachukua mtoto unaenda kuiza kumpeleka kwa ndugu na mpeleka kwa mtu mwingine yoyote pasi ya kumwonea huruma. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa awali ya yote tuwe na hofu ya Mungu. Tujue kabisa kwamba hawa watoto ni watoto kama watu wengine. Wameumbwa kama walivyoumbwa watu wengine. Kwa sababu alomuumba yule mzima ndio alomuumba huyu ambaye ana changamoto. Sasa isiwe unakaa ukachukua hatua kama ukasema huyu mtoto mimi naenda kumpeleka kwenye jamii nyingine, mimi niendelee na maisha yangu. Hapana. Na pia natoa wito kwa baba wale ambao wanawakimbia watoto wenye changamoto. Si vizuri, na Mwenyezi Mungu nasema hanawaona. Huko unapokwenda utapata cha kupata, na usijue kwamba ukasema namkimbia mtoto ambao ni mlemavu. Unaweza ukajikuta unamkimbia mtoto mlemavu ukasema mimi namtegemea mtoto huyu ambaye alikuwa mzima, ukamsomesha, ukawekeza nani yako yote huko. Halafu mwisho wa siku ukajikuta yule unamtegemea akaja kukupa jeraha la moyo ambalo hujawahi kulifikia. Kwa sisi sote watu binadamu wote tuko sawa. Tumeumbwa kwa Mwenyezi Mungu mmoja. Tusiwatenge ambao waliokuwa walemavu au watoto ambao wenye changamoto. Kwa sababu wengine hapo ni walemavu wako nyumbani, wengine watu wazima wanapitia changamoto nzito sana ambao walemavu kwenye majumba ya kupanga huko. Utakuta mlemavu ananyanyapaliwa kwenye nyumba za kupanga, ni balaa. Hana amani kisa kwa uwezo wake wa hali alokuwa nayo.
Okay. Kwa hiyo tuwachukulie sisi sote ni kitu kimoja, na tuwe na hofu ya Mungu jamani, tuwapende waliokuwa walemavu na sio kwa walemavu, wote sisi ni kitu kimoja. Sisi tunashukuru, na kwenye kipindi cha Busati imekuwa ni kipindi ambacho kinafuata baada ya hichi, kimekuwa ni kipindi mahususi kabisa kwenye kuisaidia jamii ya namna tofauti. Watu wenye ulemavu wamekuwa wanapatiwa michango, wanapatiwa vitendea kazi, wanawezeshwa na Magic FM, na nafikiri imekuwa sasa ni wakati mzuri pia kwa mama wawili kukutana na wahusika wa kipindi, na nafikiri mchakato huo kwake utaanza mapema ili wale watoto wake watatu at least wapate mahitaji yao ya kielimu, na tutaona kama kuna mtaji ambao anahitaji mama wawili sasa ili afanye kazi yake vizuri, inawezekana. Na tushukuru basi Kinara, kwa sababu hii mada leo imezalisha sponsorship kidogo, lakini pia team Magic FM. Lakini shukrani za dhati zaidi ziende kwa Janet Malela kutoka Njita, Mwalimu Richard Charles na mama wawili Benito Evansia tu. Asante kwa kuungana nasi mpaka wakati mwingine.